Bismillahi rahmani rahim. Alfaslu lhadi ashara, fasli ya 11, fi khuluqi tawadhu wa dhammi lkibri, katika kueleza tabia ya unyenyekevu na kukemewa kwa kibri. Almuslimu yatawadhau fi ghairi madhilla wala mahana, Muislamu ananyenyekea pasi na udhalili wala kunyongeka. Yani yeye ananyenyekea tu, si kwa sababu kwamba ni dhalili, bali Uislamu unataka anyenyekee. Watawadhu min akhlaqihi lmithaliya wa sifatihi laliya, na kunyenyekea ni katika tabia zake ambazo kwamba za kimfano Uislamu umeweka Muislamu awe ananyenyekea, na hiyo ni sifa yake ya juu kabisa Uislamu. Kama anna alkibra laisa lahu, kama ilivyokuwa kibri si katika tabia zake, sio katika tabia za Kiislamu. Wala yambaghi limithlihi, na wala hakitakikani kibri kwa mtu kuwa na kibri. Idhil muslimu yatawadha liyartafia wala yatakabbara lialla yakhfadha, kwa sababu Muislamu ananyenyekea ili apate kupanda daraja, kupandishwa daraja na Mwenyezi Mungu, na wala hatakabbar, kwa sababu akitakabbar atadidimizwa, atarudishwa chini, atainamishwa. Idhi sunnatullahi jariyatun fi raf'i almutawadhi'ina la, kwa sababu sunna ya Mwenyezi Mungu imepita katika kuwanyanyua wale wote wenye kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa wad'u almutakabbirin, na kuwarudisha chini wale wote wenye kutakabari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min mali, haijapunguza sadaka mali, wa ma zada Allahu abdan bi'afwin illa izza, na hajazidisha Mwenyezi Mungu kwa mja bi'afwihi, kwa kusamehe kwake, illa izza, ila humzidishia utukufu mja pindi anaposamehe. Wa ma tawala ahadun lillah, na hajanyenyekea yote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, illa rafa'ahu Allah, ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamnyanyua. Waqala, na akasema, haqqun ala Allahi alla yartafia shay'un min ad-dunya illa wada, ni haki juu ya Mwenyezi Mungu kwamba hakinyanyuki kitu chochote katika dunia illa wadaahu, ila Mwenyezi Mungu anakishusha na kiteremsha chini. Waqala sallallahu alayhi wasallam, yuhsharu almutakabbiruna yawma alqiyama amthala dhurri au dharri fi suwari rijali yaghshahum dhullu min kulli makan yusaquna ila sijnin fi jahannam yuqalu lahu bolus ta'luhu narul anyar yusqawna min aswarati ahli nnari tinatul khibal. Anasema watafufuliwa wote wenye kutakabari siku ya Kiyama, kama vile wakiwa na sura ya sisimizi, kama vile sisimizi. Manake utawafinika udhalili kila mahali, watakokotwa kupeleka katika jela ya Jahannam, na watanyweshwa katika mvinyo huo unaitwa aswarati ahli nnari, yani juisi fulani ambayo ni ya watu wa motoni, inaitwa tinatul khibal. Na inasemekana tinatul khibal ni jasho la watu wa motoni, ndilo ambalo watakwenda kunyweshwa wale, kwa sababu ya ile kibri ambacho waliokuwa nacho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema kumwambia mtume wake, akamwamrisha bitawadhu, kunyenyekea, akamwambia waqfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, inamisha ubawa wako kwa yule mwenye kukufuata wewe, minal mu'minin, katika waumini. Na akasema katika surati al-Isra, wala tamshi fil ardi maraha,
usitembee katika ardhi kwa maringo wewe. Na Mwenyezi Mungu katika sura nyingine, Suratul Qasas, akasema tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, hiyo nyumba ya akhera kwa maana pepo tumeiweka kwa wale watu ambao hawataki kujikweza katika ardhi wala kufanya maharibiko. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah auha ilayya, Mwenyezi Mungu amepeleka wahi juu yangu, antawadhau hata la yafkhara ahadun ala ahadi, kwamba nyenyekeaneni mpaka asijifakhirishe yote juu ya yote, wala yabghi ahadun ala ahad, wala sijikweze yoyote juu ya yoyote.